mjukuu wa bunduki, mtetezi ya wanyonge, mbunge mtarajiwa Embakasi Central 2027. Na mimi ningependa kuambia Mluya na Mjaluo na Mkamba toka kwa usingizi ya kwamba Ruto anarudi, bila kura yako hatarudi. William Ruto anarudi bila kura yenu. William Samoei Arap Ruto anarudi, na Ruto anarudi na zaidi ya wabunge 200, 200. So mwenye anapanga akisema kwamba Ruto hatashindwa kwa 290 constituency, tutahakikisha kwamba 200 MPs elected not nominated ni ya William Samoei Arap Ruto. Ukiwa mmoja wao. Mimi nilikuwa mmoja yao. Yes! Hapo rais. Sawa sawa. So mimi ningependa kusema hivi. Na mimi nataka kuomba sana Mjaluo na Mluya. Juzi basari imepewa hapa Embakasi East. Hapa Embakasi East. Embakasi East, mbunge ni mtoto wetu. Na mbunge ametubagua Mjaluo na Mluya. Basari ya Embakasi East ilikuwa kwa Mkikuyu, Mkamba na Mkisii. So hata sisi tunaambia mbunge kura yetu kama jamii tutapigia Murithi. New term. Hii nataka kusema bila uoga. Huwezi kutu blackmail. CDF is our right. Yes. Hiyo sio mandate ya mbunge kuambia anatusaidia. Basari. Tulikuwa hapa. Pesa ikisoma, pesa basari inaenda ruka jamii tatu. Mjaluo Mluya amesaulika. Kwani hata kama unataka kiti ya gavana, kwani hiyo jamii tatu ndio watakuchagua gavana? Hakuna. Tuache uoga. Mambo ya blackmail tumekataa Embakasi East constituency. Ndio hiyo. Uwezi peana basari kwa jamii tatu. Yes. Mkamba, Mkisii na Mkikuyu. Na Mluya nawaacha bwana. Mluya na Mjaluo unaacha. Na wewe unatoka. Itafika wakati utaitwa kwa meza vitu mbili. Uko na pesa ngapi? Uko na kura ngapi ya jamii yako? Hapo ndio utaona giza. Utaona giza ndugu yangu. Utaona giza ndugu yangu. Hatuwezi kuwa sacrifice ni hapa kwa niaba ya ODM tunachagua mjumbe ananubagua. Mjumbe anapeana CDF mali anafikia atachagua. My friend mjumbe. Hapo ndio tutakongoja 27. Aidha kwa governor utalala kwa tumbo. Kwa mbunge utalala kwa tumbo. Zote utapoteza. Kweli. Sasa sio masaa kudanganyana. Sasa sio saa kubembelezana mtu. Mtu kama saa kusaidi akae kando. Mimi nataka kuambia Mjaluo na Mluya. My friend, tuko na kijana wetu wa Nairobi hii ambaye ni gavana ambaye anakalia saa hii. Sakaja is our son. Kama mtu mmoja anaangalia maslahi ya jamii fulani, aende na hiyo jamii. Hata sisi Wajaluo na Waluya tuko na kura ya kutosha kurudisha Johnson Sakaja. Basari hakuna. Juzi watu walioshwa. Mjaluo na Mluya alioshwa na jik. Juzi. Hiyo tuwezi kunyamazia. Watu walioshwa na jik. Sakaja yupo, tuko na kura. Kama anadharau kura ya Mluya, anadharau kura ya Mjaluo, hiyo kura ya Mjaluo itarudisha Sakaja akiangalia na macho yake. Sisi hatuna vita na bunge, hatuna chuki na bunge na mbunge. But the reality, ukweli ya mambo lazima tumwambie. Hatuficha, tumemfichia nini? Kwani basari ni ya jamii tatu? Tumekaa tunasikia tu jamii tatu tunapokea basari. Ukisikia Mjaluo moja, Mluya moja. Kwani sisi ni tools ya mtu fulani? Saa ya kura unatutaka. But saa ya maendeleo Mluya Mjaluo amesaulika. Hata bageni na sisi.
Mtu hawezi chukua, hawezi bagani na kura yetu. Hii hawezi ndugu zangu. Hii hawezi. Hii hawezi my friend. Hii haiwezekani. Jambo la pili, hapa Embakasi East, mimi nataka kuambia wanabunge la Jacaranda. Hatujawahi faidika chini ya mbunge yenye hako. Kweli. Hivyo kweli. Hatujawahi. But chini ya aspirants Mheshimiwa Francis Murithi, nipeni mwezi moja, mnaenda kuona faida ya Mheshimiwa Murithi. Ndio hiyo. 1 million. Only 1 month, nipeni mwezi moja. Kila group ya Jacaranda wanaenda kubenefit kata si Johnson Francis Murithi. But mtu ni mbunge atusaidii. My friend, saa hii tumejua na tuko na akili zetu. Tulikuwa tunatumika na Raila Odinga peke yake. Hatuwezi tumikia mtu. Basi tunanyimwa, anapea watu wake. Tena anataka tukura yetu. Mimi nataka kusema Mheshimiwa Francis Murithi, kura yetu ya Embakasi East iko intact na tutakuchagua. Hiyo iko intact. Hiyo atakuwa na maembelezo. Hatuwezi maembelezana ndugu zangu. Ani MCA hapa Savana, Mheshimiwa Stanzu Mangala anapeana basari bila ubaguzi. But mbunge anapeana basari na ubaguzi. Ati anatarajia kura ya jamii fulani. Hata kura yetu ni X. Kura yetu ni X. Haiwezekani. Haiwezekani ndugu zangu. Uwezi linganisha. Stanzu anapeana basari equally bila mapendeleo. Mheshimiwa Stanzu Mangala. Then mjumbe ambao tumepigania, tumeshikwa kwa niaba yake, tukimtetea. Ikipiga kwa basari, anaanza kuangalia mimi nataka governor. Sasa anajaribu kubemberesa ama kujipendekeza na jamii fulani. Anasahau Muluya ambaye amesimama na yeye, anasahau Mjaluo amesimama na yeye. Continue. Kwa debe pia utajua kwa umbwa na nje. Kwa debe utajua kwa umbwa na nje. Hatuwezi sacrifice friend. Mimi nataka kuambia Muluya ni Mjaluo. Hakuna mtu atugawanya. 27 tunataka kupiga kura ya ukabila. Wale wanadhani kwamba Muluya na Mjaluo hawajashikana. Tunataka kuambia viongozi wetu ambao tukulia wataenda wapige wasimame Mount Kenya ama Ukambani. Hatuwezi piga kura na viongozi wanatuignore. Hatuwezi piga kura na viongozi wanatusaliti. Haiwezekani ndugu yangu. Tuparane kwa debe 27. Kichwa tukuangalie kura ngapi. My friend, utaulizwa uko na kura Wajaluo ngapi. Hapo ndio unajua kwamba nje ni out na kwa umbwa ni nje. Hapo ndio tunajua. Tuache kubembelezana ndugu zangu. Kama mtu hawezi kutusaidia tunasema hawezi kutusaidia my friend. Ili tunagain kwa niaba yake. Hakuna nothing at all. Hakuna ndugu zangu. Ni matisho tupu. My friend. Then mimi nimesimama nasikia tu. Muluya mmoja. Ukisikia tena Muluya watu 15 imepita. Mjaluo mmoja ukisikia watu 20 imepita. Unashindwa kwani Wajaluo wako apply basari? Wajaluo wasomi na Waluo. Muluya wako apply basari? Ama tusomi. Bwana. Haiwezekani. Wadagi. Tumekataa. Hata kama wewe ndio ndofu tumekataa ndugu yangu. Hatuwezi ndugu yangu. Hatuwezi. Kwa sababu mtu anataka governor anajipendekeza kwa Kikuyu. Mtu anataka governor anajipendekeza kwa Wakamba. Mtu anataka governor anajipendekeza kwa Simama na uje mtatu. Mukisi akupigia kura 27. Mukamba akupigie. Mukikuyu akupigie. Unaenda nyumbani aidha mbunge ama governor. Amen. Continue. Hatuwezi bembelezana my friend. Hakuna bingu. Mimi sasa hakuna mtu anaweza kunishika unanipeleka wapi? Hakuna. Naruto hako. Uwezi. My friend.
Mimi sasa nimeshinda Cell, siwezi. Na nimeshinda Subaru. Na nimeshinda Land Cruiser, siwezi. Siwezi toshia mimi. Siwezi. Ati Mungu mtu anitishia na mambo ya kunishika, ananishikia nini? Hata kwa bunge kuna bazari ya bunge. Siwezi. President, bazari ya bunge. Hadi hii bunge imesemwa na mtu, hata bazari ya bunge hakuna. Imagine. Bunge tu ya bunge. Hii bunge hakuna hata bazari. Ati sasa mtu anaona atanda. My friend, democracy inaletwa kwa mtu kusema maoni yake. Na kama unachukia bunge kwa sababu bunge inakwambia ukweli, endelea kuchukia bunge ya Jakarta, but tunakwambia ukweli. Mwambie. Yeye ni nani? Tutaki handout. Tunakwambia ukweli my friend. Sasa kuna mambo ya kupembelezana. Hii hakuna. Therefore, mimi nataka kurai Mjaluo, nataka kurai Mluya. Kama mtu anatuignore, pia sisi tujaribu tutafute marafiki zetu. Wale watu ambao wanaweza kutusaidia. Kabisa. Hatuwezi chagua mtu yenye anaweza kusaidia. Yes. Mimi hii bunge hili. Yes. Nimewapea mwezi mmoja. Yes. Mheshimiwa Francis Murithi. Ndio sasa tuambie mtu, wewe umekuwa mbunge hapa umefanya nini? Wewe baba sasa time ni mpya kwa Murithi. Time ni Bikira na Francis Murithi. Na tunataka kuambia Murithi, bunge hatuko kwa mtu. Bunge is independent. Ya pili, nataka kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto, bunge hili sio ya mbunge. Bunge hili ni independent. Hii bunge Jakarta si ya mtu mmoja. Hii bunge is independent. Therefore, nataka kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto, sisi kama wana Jakarta tunakuomba empowerment kwa sababu hatujawahi pata watu wakidhani kwa sisi watu wa babu. Sisi watu wa babu. Sisi tuko independent. Mheshimiwa Rais, tunakuomba empowerment kwa niaba ya Jakarta. Tumejipanga, tuko na group, tuko na certificate, tuko na account, tunataka empowerment. Na ya mwisho tunataka zaidi tukutembelee Ikuluni. Tunataka tukutembelee Mheshimiwa Rais William Ruto Ikulu. Hiyo ndio tunataka. Kwa sababu bunge la wananchi ilikuwa ni kitu ambacho Raila Odinga ndiye alileta. Na therefore kuna watu wana support serikali, kuna wenye wanapinga. But sisi kama viongozi wa bunge la wananchi tunaomba sana kukutana His Excellency Rais William Samoei Arap Ruto. Very quickly, urgently. Hii tunaomba bunge mzima Kenya mzima, kaunti zote 47, tunaomba sisi kama viongozi wa bunge na tukutane Mheshimiwa Rais William Ruto na wanabunge katika kwenye Ikulu. Ndio hiyo, ili tujadili siasa yetu kama wananchi. Kwa sababu hatuwezi tishiwa na watu wanakula pesa. Hatuwezi tishiwa na watu wanatunyima uhuru yetu. Hatuwezi tishiwa na watu wanatudhulumu, hakuna maendeleo tunapata. Hatuwezi kubali ndugu zangu. Lazima tujitahidi kama viongozi. Lazima tujisukume kama viongozi. Hatutakaa kitako, hatunangoja mtu atupange. Ni sisi lazima tujipange. William Ruto, rais wetu, tunataka upange bunge la wananchi Kenya mzima. Tukuje tukutembelee Ikulu, tujadili siasa ya taifa la Kenya. Hapa ndio kuna maslahi ya wananchi. Hapa ndio tunajua mwananchi anataka nini. Hapa ndio tunajua shida ya mwananchi. Si mikora yenye hapa kati. Jambo la pili, mimi nimependa kusema hivi. Tunataka kurudisha Kenya during Moi. Ya kwamba mbunge akichaguliwa kwenu unaona faida ya mbunge. Saa hii mbunge amechaguliwa, mbunge anakaa Nairobi, hakuna kitu anafanya. Hakuna CDF na hii CDF baada kusaidia. Kitambo mungekuwa na mtu mmoja ameajiriwa kwenye serikali, hiyo kijiji yote imepangana, imepangwa vizuri. Na utaona hapa kuna kiongozi hapo kwa serikali. Tunataka kiongozi, hatutaki wasomi. Tunataka viongozi. Yule mtu ambaye anaweza fanya kazi ya community, si mtu anafanya kazi ya TV na online. Yule mtu ukiangalia jamii imepangwa. Therefore, Kasarani constituency
2027 tunataka yule mtu ambaye yeye ni punda ya wanakasarani, sio mtu yeye anakula kitabu yake na anakuja na pesa kidogo anawadanganya. Au ukiangalia wamama hawajapangwa, vijana hawajapangwa, wazee hawajapangwa. Tunasema Mheshimiwa Bishop Cardinal Kanyare kwa debe. Kwa sababu tunataka watu ambao wanashughulika mwananchi. Kuna watu ukiuliza tangu chaguliwe kama mbunge miaka 4 umesaidia wakijiji na nini? Hakuna. Bodaboda umesaidia nini? Hakuna. Wamama umesaidia nini? Hakuna. Huyu Kanyare unaweza sababu vitu zake ambayo wana bodaboda wanavunia. Sijawahi na mbunge Kasarani ambaye alichaguliwa independent hata kipeana bodaboda moja. Sijawahi. But Kanyare katika constituency 5 amepeana kila constituency bodaboda 3. Kweli. Kwani mbunge na pasta nani anafaa kusaidia watu? Si ni mbunge? Na kama pasta Victor Kanyari ndiye anasaidia wana constituency, sasa si ndiye mbunge kwa Kasarani? Kwa nini tusupport mtu yenye anasaidia jamii? Tamu ni mpya kwa pasta Victor Kanyari. Tuache kudanganya ndugu yangu. Kama utoi, kama usaidii ya mwananchi, unaenda nyumbani ndugu yangu. Mapema. Unaenda nyumbani ndugu yangu. Mimi nimeuliza mbunge wa Kasarani sasa kuna miaka 4 na alikuwa jamataji kutoka Sport Pesa. Hawezi hesabu kitu ambacho amefanya Kasarani constituency. But Pastor Victor Kanyari utahesabu kila constituency. Kasarani iko na ward 5. Ward 5 ya Kasarani utapata pikipiki 3 ya Pastor Victor Kanyari. Lakini mbunge kuna CDF. Mbunge hata pikipiki moja, baskeli moja huwezi pata kwa ward moja ya mbunge. Hata ya mkopo. Bwana, mimi nataka kuambia Mkenya, tuache kudanganywa. Kama kiongozi anasaidia community, chagua huyu mtu. Waje kuchagua mtu ambaye anakuzungumza Kiingereza mingi. Chagua yule mtu atasimama na community. Victor Kanyari ukienda Kasarani saa hii. Sio, ninakujibu vizuri. Kasarani iko na ward 5 kama Mpaka Central. Enda Kasarani constituency. Kila ward pikipiki 3 ya pasta. Uliza mbunge amefanya nini? Zero. Yes. Uliza tu mbunge amefanya nini? Uliza tu mbunge amefanya nini? Hakuna. Ndugu yangu, lazima tuambie ukweli ya mambo. Yule mtu anakusaidia kwa dhiki, huyo ndio rafiki yako. Huyo ndio anakusaidia. Bali kama mtu akusaidii, hatunakuja kumtetea. Afadhali chague muizi yeye na kiiba analeta kwenu kuliko muizi anaiba anapeleka Ulaya. Tunaelewana? Tunaelewana vizuri? Afadhali uchague muizi kwenye kiiba analeta kwa jamii kuliko uchague muizi yenye kiiba anapeleka kwa zunguni. Huyu ni mtu analeta maskini. But muizi anaiba analeta kwa jamii ni muizi ambaye anajenga jamii. Ameiba mali yenu anarudisha kwa jamii yenu. Inamaanisha ijapotea, amerudisha bado iko hapo. But mtu anaiba anapeleka zunguni, huyu ni muizi sugu. Muizi hatari. Huyu ni muizi yeye kusaidia. Jambo la mwisho nataka kusema hivi. Juzi nilisikia Mheshimiwa Gachagua akisema Mheshimiwa Rais William Ruto, Mheshimiwa PS wa Land Korir akisema kwamba wanapanga kuibia Wakikuyu shamba. Huyu Korir Nixon Korir ana kuna haja gani ya shamba wa Kikuyu? Na hii shamba ya Wakikuyu Gachagua alituambia Kenyatta aliiba shamba yetu ya Kikuyu. Kwani bado kuna shamba Korir ataiba kwa Kikuyu ni kweli? Hakuna. Kama Gachagua alisema Kenyatta aliiba shamba yote. Baada anasema saa hii ati Korir na Rais William Ruto ati wanapanga kuiba shamba yao. Kwani hii shamba inatolewa aje? Aje uongo. Tunataka kuambia Gachagua, tafuta siasa ya kufanya. Mheshimiwa PS Korir, Nixon Korir na Excellency William Ruto hawana haja na shamba yenu. Hawana haja. Waje siasa kugonganisha watu. Kubali umeisha, kubali wewe ni former, kubali wewe hakuna siku utakuwa kitu yote hapa Kenya. Wewe na
Korir ni kama usiku na mchana. PS Nixon Korir sio muizi, wewe ndio muizi uliibia chakula ya msaada. Wewe mwenyewe kama Gachagua wewe ni muizi, uliiba pesa ya neti bilioni 3. So ukizungumza mambo ya uizi, sijawahi sikia mahali PS Nixon Korir atanatajwa ameiba kitu ya mtu. Wewe ni muizi ya chakula. Wewe ni mwizi ya pesa ya neti. Koma kwa mheshimiwa PS Korir. Koma kabisa. Koma kabisa, nukome kabisa. Wewe ni mwizi, tumejulikana. Umeiba kodoo ya Uhuru. Mkaiba pesa ya chakula na machogu. So wewe ni mwizi ama tumewajua. So koma kabisa kwa mambo ya kutaja uizi.